Naitwa Reverend John Gatata. Mimi ni mchungaji wa kanisa la Gospel Outreach ambalo liko Salga opposite Rubis Petrol Station. Kama uko karibu na maeneo haya, ibada zetu kila siku ya Jumapili zinaanza saa 2:30 hadi saa 4:30 baada ya kwanza, na saa 4:30 hadi saa 6:30 za mchana baada ya pili. Na pia tuko na ibada ya katikati ya wiki ambayo inawajieni siku ya Jumatano saa 11 jioni hadi saa 12 jioni. Pamoja na hiyo, tungependa kuwakaribisheni sana kujiunga nasi katika kipindi chetu cha Neema ya Kutumaini ambayo kinawakujieni katika runinga ya Mispa TV siku ya Jumatano saa 3:30 jioni hadi saa 4 ya usiku. Pamoja na hiyo, marudio yake inapatikana saa 8 za mchana Jumatatu hadi saa 8:30. Tuko na program ingine ambayo pia tunakukaribisha siku ya Jumapili kuanzia saa 3:30 ya usiku hadi saa 4 usiku. Mungu awabariki sana unapojiunga nasi. Habari ya kuwekwa huru kabisa. Bwana asifiwe sana. Habari ya kuwekwa huru kabisa. Kulingana na ujumbe wetu wa kwanza ambao ulitunenea habari ya kwamba watu kuna wakati wamewahi jikuta katika utumwa. Bwana asifiwe sana. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu Kristo alikuja ili kuwaweka huru wale waliokuwa katika utumwa. Wana wa Israeli walijikuta katika utumwa mara mbili. Utumwa wa kwanza ni ule walijikuta kule Israeli. Walikuwa wameenda juu ya njaa, baadaye wakajikuta ni watumwa. Na kwa muda wa miaka 430 waliishi katika utumwa. Na haikuwa kazi rahisi kuishi katika utumwa. Utumwa ni habari mbaya sana. Bwana asifiwe sana. Tunapokuja katika utumwa wao wa pili ni ule ambao walijikuta Babeli. Na utumwa wa pili ulikuja kwa ajili walimuasi Mungu, na Mungu akawaachilia, na baada ya kuwaachilia wakajikuta katika utumwa kule Babeli. Bwana asifiwe sana. Na hapo ndipo tunaona ya kwamba walikuwa wanajiuliza, tunaweza kuimbaje wimbo, Bwana asifiwe sana, wa Mungu wetu katika nchi ya utumwa. Walikuwa wanajutia utumwa. Bwana asifiwe sana. Walikuwa wanajutia utumwa. Kwa nini walitoka Jerusalem? Ni kwa nini walijikuta mahali pale? Na ndiyo hiyo Zaburi hiyo wanasema kwamba basi na sisi na mdomo wetu haitaacha kuungama Yerusalem. In other words, hatutaachana na huyu Mungu. Japo tumemuasi na tukajikuta katika utumwa, lakini Mungu wetu ataendelea kuwa Mungu. Bwana asifiwe sana. So wapendwa, utumwa sio jambo rahisi. Kuwa mtumwa wa jambo. Bwana asifiwe sana. Na watu ni watumwa wa mambo. Hata kuna watu ni watumwa wa pesa. Bwana asifiwe sana. Utumwa si dhambi tu. Utumwa si usherati. Kuna watu watumwa wa pesa. Bwana asifiwe sana. Maandiko, tutasoma maandiko kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 2 na mstari wa 18 niende hadi labda 22. Inasema, wakamrudia alipokuwa na kawia Yeriko, akawaambia, je, mimi si kuambia msiende? Watu wa mji wakamwambia Elisha, angalia, twakusihi, mahali pa mji huu ni pazuri kama bwana wangu aonavyo, lakini maji yake hayafai na nchi huzaa mapooza. Akasema, nileteeni chombo kipya, mtie chumvi ndani yake. Wakamletea.
Akatoka, akaenda mpaka chemichemi ya maji. Akatupa ile chumvi humo ndani, akasema, Bwana asema hivi, nimeyaponya maji haya. Hakutatoka huko tena kufa wala kuzaa mapoza. Hivyo yale maji yakapona hata leo, sawa sawa na neno la Elisha alivyolinena. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale wasomi wa Biblia mnaelewa ya kwamba huu ndio ulikuwa muujiza wa kwanza wa Elisha baada ya Elia kuchukuliwa. Bwana asifiwe sana. Na tunajua kwamba Elisha alikuwa ni mwanafunzi wa Elia. Alikuwa ni mfuasi wa Elia. Maandiko inasema alimtumikia, he served Elijah. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo kuna mambo mengi sana ambayo alijua. Na immediately baada ya Elia kuondoka, maandiko hapa inasema na watu wa mji ule wa Yeriko wakamkuta Elia, wakamwambia Elia, tafadhali tunakusihi. Bwana asifiwe sana. Mahali pa mji huu ni pazuri. Wakamwambia mji huu ni mzuri kama Bwana wangu uonavyo, lakini maji yake hayafai na nchi huzaa mapoza. Bwana asifiwe sana. Wale watu wakamwambia Elisha, mji uko sawa, Bwana asifiwe sana, lakini tuna shida. Ingawa mji uko sawa, lakini tuko na shida. Maana maji ya mji huu sio mazuri. Bwana asifiwe sana. Labda acha nikupeleke, nikurudishe kidogo ili upate kuelewa kile najaribu kukufundisha siku ya leo. Mji wa Yeriko ndio uliokuwa mji mkubwa sana. Na mji huyu wa Yeriko ndio mji uliokaa miaka mingi bila kukombolewa. Bwana asifiwe sana. Na so wana wa Israeli walipokuwa wanaingia katika nchi ya ahadi, kati yao na nchi ya ahadi, jinamizi kuu ilikuwa ni Yeriko. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Yeriko haingewezekana. Hakuna vile Yeriko ingevunjika. Hakuna vile wangeshinda Yeriko bila mkono wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Hakuna vile wangeshinda Yeriko bila mkono wa Mungu. Bali Mungu akawaamuru wasunguke mji wa Yeriko mara 7. Wakisifu Bwana. Na baada ya kufanya hivyo, maandiko inasema mji ule ukaporomoka. Bwana asifiwe sana. Kuna mambo, ndugu yangu na dada yangu, katika maisha hii hauyawezi bila mkono wa Mungu. Kwa wewe mwenyewe na ubinafsi wako, kuna mambo hauyawezi bila mkono wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Lakini mji huu ni nini kilikuwa kule? Mji huu ni mji ambao ulijulikana kwa maovu. Kulikuwa na uabudu wa sanamu. Kulikuwa na kila ya uovu ambao unaweza kutaja leo. Bwana asifiwe sana. Ilikuwa katika mji ule. So ulikuwa ni mji ambao haukumtukuza Mungu. And that is why judgment ya Mungu ilipata kuanguka kwa mji huo. Na baada ya Yeriko kuanguka, maandiko inatuambia kitabu cha Yoshua sura ya 6 mstari wa 26, naye Yoshua akawaapisha kiapo wakati ule, akasema, na alaaniwe mbele za Bwana mtu yule atakayeinuka kujenga tena mji huu wa Yeriko. Ataweka misingi wake kwa kufiliwa na mzaliwa wa kwanza wake. Tena atayasimamisha malango yake kwa kufiliwa na mtoto wake mwanamume aliye mdogo. Bwana asifiwe sana. Mji wa Yeriko ulipoanguka ukapata kulaaniwa. Bwana asifiwe sana. Na laana kubwa, na ikasema na wakakula kiapo
na ya kwamba na alaaniwe mbele ya Bwana mtu yeyote atakaye jaribu kuinuka na kujenga mji wa Yeriko. Bwana asifiwe sana. Lakini akasema atakaye ujenga ataweka msingi wake kwa kufiliwa na mzaliwa wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa kufiliwa na mzaliwa wa kwanza. Tena atayasimamisha malango yake kwa kufiliwa na mtoto wake mwanaume aliye mdogo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Na laana ikawekwa. Wapendwa, mji wa Yeriko ni kama sisi, ni kama maisha yetu. Sisi ambao maisha yetu baada ya kuzaliwa katika dhambi, tuliishi katika dhambi kuu, tuliishi katika utumwa. Bwana asifiwe sana. Lakini kwetu sisi kutoka kwa utumwa huo, ilibidi Kristo mzaliwa wa kwanza wa Mungu afe ili sisi tupate kupatikana. Bwana asifiwe sana. Leo tunajivunia wokovu kwa sababu ya Kristo. Wokovu sio kwa njia nyingine yoyote, sio kwa sarakasi nyingine yoyote. Wokovu unakuja tu kwa wewe kumwamini Kristo. Bwana asifiwe sana. Yeye aliyejitoa uhai. Bwana asifiwe sana. Sasa mji huo ulibaki miaka 500 ukiwa haujajengwa mpaka wakati wa mfalme ambaye anaitwa Ahabu. Bwana asifiwe sana. 1 Kings chapter 16 verse 34. Biblia inasema katika siku zile Hieli Mbetheli akajenga Yeriko. Bwana asifiwe sana. Akatia misingi yake kwa kufiwa na Abiramu mzaliwa wake wa kwanza. Bwana asifiwe sana. Na kuyaweka malango yake kwa kufiwa na mwana wake mdogo Segubu, sawasawa na neno la Bwana alilolinena kwa Yoshua mwana wa Nuni. Bwana asifiwe sana. Yeriko ikajengwa. Bwana asifiwe sana. Lakini aliyeujenga Hieli Mbetheli, maandiko inasema kwamba akafiwa na mzaliwa wake wa kwanza. Bwana asifiwe sana. Akafiwa na mtoto wake wa mwisho, na mji wa Yeriko ukasimama. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sasa mji wa Yeriko umesimama. Sasa tunakuja mahali ambapo maandiko inatuambia ya kwamba sasa Elisha, watu wa mji wakamwambia mji uko sawa. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu alikufa ili mji ujengwe. Huu mji uko sawa. Bwana asifiwe sana. Lakini kuna maji ya mji huu yako na shida. Wapendwa, nataka kukuambia nini siku ya leo? Ya kwamba habari ya wokovu ni mara mbili. Kuokoka ni moja, lakini kukombolewa ni ya muhimu. Bwana asifiwe sana. Yesu Kristo alikufa msalabani, ukaamini ukaokoka. Lakini kuna sheria moja katika maisha yako ambayo haijakombolewa. Mahali maji yanayotoka, mahali chemichemi inatoka, na hapo ni moyo wa mwanadamu. Bwana asifiwe sana. Watu wameokoka lakini moyo uko sawa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Kuokoka tumeokoka, lakini tumeshakombolewa, kwa sababu kama moyo hujakombolewa, there is no transformation. Bwana asifiwe sana. Na mko smart. Maandiko yametuambia mji ulikuwa smart. Bwana asifiwe sana. Kama leo tuko mwa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Lakini ukweli wa mambo, je, maji
yako aje. Maana humo ndipo mahali kunatoka chemichemi ya uzima. Maandiko inatuambia moyo wa mwanadamu uko na uwezo wa kuficha. Uko na uwezo wa kuficha. Mwanadamu anaweza kukusifu, lakini ndani ya moyo wake hauna sehemu. Bwana asifiwe sana. Mwanadamu anaweza kukuonyesha vile wewe ndio wewe tu, lakini ndani yake anauliza, Mungu ungeniondolea hii mtu. Bwana asifiwe sana. Wapendwa, kuokoka umeokoka, sijakataa. Lakini kama moyo hujakombolewa, kuna shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna shida. Unajua kwa nini? Kuna mtu moyo unawaza ameokoka tu, lakini akilala usiku mawazo yake, Bwana asifiwe sana, mawazo yake yanawaza maovu, yanawazia wengine maovu. Sio inazaa mapoza, sio maji iko na shida. Waliambia Elisha, mji si mbaya, kulingana hata wewe ukiangalia mji uko sawa, lakini maji Bwana asifiwe sana, iko na shida. And that is the area. Kuna mtu anaishi, hata kuna watu wanaishi na wako katika ndoa, na mwingine huwa anawazia mwingine, Mungu ukiondoa huyu sinaweza kupata yule, juu yule anakuwa mzuri kuliko huyu. Bwana asifiwe sana. Lakini Wakristo wameokoka, wanaenda mbinguni kwa imani. Bwana asifiwe sana. Lakini moyo unazaa mapoza. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Wapendwa, tusipokombolewa moyo, mioyo yetu ikuwe aligned na neno la Mungu, hata kama tutaruka juu kama Masai mara 100, hatutauona ufalme. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu maandiko inatuambia habari ya kutii neno la Mungu, lakini unakuta watu wanapigana na neno la Mungu. Wanatii neno la Mungu sehemu ingine, na sehemu ingine hawatii. Bwana asifiwe sana. Deuteronomy 27 verse 26 inasema, na alaaniwe asiyeweka imara maneno ya torati hii kwa kuyafanya. Na watu wote waseme amina. Hivyo ndio maandiko inasema. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ya kwamba mtu yeyote ambaye amesikia hii neno la Mungu na hatimizi, hafanyi, maandiko inasema na alaaniwe. Bwana asifiwe sana. Sasa wewe unawazia wengine mabaya, uko upande gani? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Wewe ambaye unakaa chini na kuongea mambo mabaya kwa wengine, uko upande gani? Bwana asifiwe sana. Wewe ambaye hauna msamaha, uko upande gani? Bwana asifiwe sana. Tunakujua wewe ni Mkristo mzuri, lakini huna msamaha. Moyo wako umejaa ghadhabu na bitterness kwa sababu ya kukosewa. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu ameshindwa kusamehea ndugu yake na dada yake na wako kanisa moja. Kuna watu amekataa kusamehea na ni wa jamaa yake. Miaka mingi walimkosea, mpaka leo hii hiyo kinonda bado iko. Bwana asifiwe sana. Akisikia huyo mtu akitajwa, kuna mahali ni kama inakuna kunwa ndani ya moyo wake. Lakini anaenda mbinguni kwa imani. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Safari ni ndefu wapendwa. Bwana asifiwe sana. Wokovu, hatua ya kwanza nimeokoka, kusema nimeokoka, hiyo ni rahisi sana. Lakini kutembea, lazima ukubali kuanza kubadilika. Bwana asifiwe sana.
unless you are transformed. Maandiko inasema kwa kufanywa upya nia yenu. Itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo bora itakayompendeza Mungu, kwa kufanywa upya nia yenu. Sio kwa namna ya dunia hii. Lazima iko mahali, wapendwa, utatengana na dunia. Bwana asifiwe sana. Kuokoka lazima iko mahali utatengana na dunia. Bwana asifiwe sana. Na hapo ndio kizungumkuti iko. Kwa sababu watu wamekwama, wanataka kuacha dunia. Mawazo ya watu bado inafikiria upande wa dunia kidogo, mila kidogo, hii kidogo. Bwana asifiwe sana. Ndio maana utasikia mzee akisema kwa mila yetu, lakini ameokoka. Kwa mila yetu sisi mwanamke hawezi ongea mbele yangu, lakini ameokoka. Lakini mila yake sasa hako upande gani? Upande ya mila ama upande wa Mungu? Kama hakuna transformation, Bwana asifiwe sana. Na hii yote ni moyo. Bwana asifiwe sana. The waters were corrupted. Sisi ni kama Jericho. Tuko sawa, tuko salama, tuna shine, tunafanya kila kitu. Watu wakituona wanasema hiyo watu wako sawa. Lakini je, wewe mwenyewe ukijiweka katika mizani, uko upande gani? Wewe ukijiita mkutano leo, wewe unaona utaweza kwenda upande gani? Bwana asifiwe sana. Sinawaongelesha. Wewe ukijiita mkutano leo, ukijipea, ujimakie karatasi, unaweza kujiwekea upande gani? Bwana asifiwe sana. Najua kuna mitihani nyingine shule unafanya alafu unaambiwa ujimakie. Alafu mwalimu anaweka answers. Sasa ukianza number 1 X, number 2 unaona X, number 3 ni X, unaweka katiki hata kama ni X. Bwana asifiwe sana. Unajaribu kujiwekea katiki lakini unajua ni X. Ukijipima leo uko upande gani? Bwana asifiwe sana. Maana hiyo ndio swali kubwa ambayo kila Mkristo anafaa kujiuliza, na kujiita mkutano na kujiuliza leo hii niko upande gani? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Unajua ni wengi wanaenda, lakini maandiko pia inatuambia mlango ni mwembamba. Na kuna wale wanafikiria utapewa chance ya kutubu hiyo vitu. Kuna vitu unafanyaga tu, lakini unaona siku nyingine nitapata chance. Na ikikosa hiyo chance, utafanya nini? Bwana asifiwe sana. Haleluya. So wapendwa, asubuhi ya leo katika jina la Yesu, ninaongea habari ya kukombolewa. Kuokoka tumeokoka. Lakini kabla hatuja kombolewa, tuko na shida. Bwana asifiwe sana. Na unajua maandiko inatuambia roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Roho itendayo dhambi. Bwana asifiwe sana. Mwili unaweza kuwa ni sawa, lakini roho hiyo iliyo ndani yako ambayo inakusukuma kutenda dhambi, maandiko inasema itakufa. Na mnajua Warumi anatuambia mshahara wa dhambi ni mauti. So kama moyo hujakombolewa, utajikuta tu bado unafanya dhambi. Bwana asifiwe sana. Kama moyo hauko laini, kama maji haya yanazaa mapooza, it means ya kwamba hakuna wakati kuna kitu itazaliwa. Bwana asifiwe sana. In fact inasema wanazaa mapooza na wengine wanaavya. Ingine wanaavya. Kuna vitu na abort. Bwana asifiwe sana. So kama moyo hujakombolewa, kuna vitu ya kiroho ambayo itakuwa ina abort
katika maisha yako. Haleluya. Ndio unajikuta umeokoka na umejikuta kwa usherati. Umeokoka na umejikuta kwa uongo. Kwanza uongo na Wakristo ni kama hiyo waliambiwa hiyo msijali. Bwana asifiwe sana. Mungu atusaidie tupate kukombolewa. Wokovu ni mzuri, lakini lazima tuende hatua zaidi tupate kukombolewa kikamili. Na mahali kazi iko, mahali vita kubwa iko kwa mwanadamu, sio hata kwa mwili, iko kwa moyo na kwa mawazo yake. Those two areas, hiyo ndio area ambayo shetani amekalia. Hapo ndipo ameinua jeshi lake lote pale, kwa moyo na mawazo. Na hiyo vitu mbili haiwashani. Bwana asifiwe sana. Na hiyo ndio unaona una struggle na mambo ya kiroho, because ndani yako kuna mahali hajakombolewa. You are struggling na mambo ya maombi kwa sababu ndani yako kuna mahali hajakombolewa. Una struggle na kusoma neno because there is somewhere mahali inashikaga laini ya neno haijakombolewa. Bwana asifiwe sana. Mwambie Bwana, nisaidie, nikomboe kwa hii stronghold ya moyo. Bwana asifiwe sana. Na ajabu ni kwamba moyo hakuna mtu anaweza kuona. Ni wewe tu unajua, na Mungu anajua, na shetani anajua. Bwana asifiwe sana. Watu watatu. Hata saa hii kile unawaza, kuna mtu tuko naye hapa, lakini mwili iko hapa, mawazo iko nyumbani. Bwana asifiwe sana. Mwingine mwili iko hapa, mawazo yake inakumbuka date. Bwana asifiwe sana. Lakini mwili iko hapa. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu mawazo. Mungu atusaidie sana tuweze kukombolewa kutoka kwa hiyo mawazo. Bwana asifiwe sana. Wapendwa, Bwana atusaidie, kwa sababu lazima tupate kukombolewa. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu Yesu Kristo alikuja, na alikuja na ukombozi. Wakati Elisha ameitisha ile bakuli, ilikuwa bakuli mpya, na hiyo bakuli ndio iliyowekwa chumvi. Bakuli hiyo ni Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Na chumvi ni neno la Kristo, neno la Injili. Itakapokuwa applied katika maisha yako, lazima maji yaache kupooza. Mungu awabariki sana. Amen. Wapendwa, popote ambapo unatusikiza, ningependa kukuletea habari njema ya kwamba wakati mwanadamu alipokosea, dhambi ikaingia katika ulimwengu. Dhambi ilikuja na mauti. Kwa mtu mmoja tukajikuta ya kwamba tumepata hukumu ya mauti, maana kitabu cha Warumi inasema na hukumu ya dhambi ni mauti. Lakini habari njema ni kwamba Mungu kwa upendo wake mwenyewe alituma mwanawe Yesu Kristo, ili yeyote atakayemwamini apate uzima wa milele. Wote ambao wanamwamini Yesu wanapata ondoleo la dhambi. Yesu alikuja akabeba dhambi zako na dhambi zangu. Na kile tu unastahili kufanya ili upate kuokoka ni kumwamini Yesu na kumkiri kama Bwana katika maisha yako, na utakuwa umeokoka na utakuwa umeondolewa hukumu ya kifo, na badala yake upate kuishi milele hata milele. Na kwa ajili hiyo, kama umesikia habari hii na ungependa tu kuokoka, umpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili upate kukimbilia hukumu hii ya kifo, ili upate uhai, upate uzima wa milele. Ningekuomba tu uombe pamoja nami, useme maneno haya: Bwana, nimekuja kwako, nimesikia neno lako, ninakiri leo kwa kinywa changu ya kwamba wewe Yesu ni Bwana. Bwana, upate kuniokoa. Na ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen.